Tukitumainia mmeshinda salama salamini. Karibuni kusikiza matangazo yetu jioni ya leo toka Taarifa TV Online. Kwa muhtasari wa habari: umaskini wa kiuchumi ni mojawapo wa vyanzo unaosababisha wasichana waweze kuwa wajawazito kabla ya miaka katika kijiji kia Masambo. Naibu wa kimataifa Elvis Kiaya Tsongia ameweza kujishimika odari jili ya kuweza kuleta jibu kwa Onje Ader, ambako ni chama kinachojihusisha na maendeleo katika mji wa Kasindi Lubiria tabakani Basongora na kando kando. Pia kwa siku chache kutaweza kusherekewa na sikukuu ya birthday ya 65 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika ya kiraia tabakani Basongora wamepaza sauti kwa vijana wote nchini DRC ili ya kuweza kukamata jukumu lao la kizalendo. Haya na mengine nimekuandalia jioni ya leo, na kualika kujumuika nami mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya ulimwenguni. Msomaji wako nimeteuliwa Tirika Hesebini Mutete. Tukizianzia habari zetu, fahamu ya kama wasichana wengi wenye chini ya umri wa miaka 18 wamekuwa wajawazito sana. Jambo hilo liweza kuripotiwa katika kijiji Masambo ambako ni katika tabaka la Basongora ndani ya sekta ya Rwenzori, na kinachoshangaza wasichana hawa wanakuwa wajawazito kwa wale vijana wasiokuwa na kazi yoyote, ikiwa ni jambo ambalo alihukumiwi na sheria katika maeneo haya ya Masambo. Ndiyo, ni kweli kwa siku hizi wasichana wengi wamezaa kabla ya kueneza miaka 18. Jambo hilo linazidi kuongezeka siku baada ya siku katika kijiji Masambo. Ni kutokana na tabia wanazoziiga wasichana za kiulimwengu. Wanaenda patikana kwenye kazi sawa ya kuuzisha pombe, na kule walongofya mpaka wabebe mamimba zenye zikunasababisha hasa zingine zinaacha zenye wanataka mafoyer precoce zinakuwa suivi, inakosekana kufatana na maarrangement za familia mbili. Mwenye alibebesha mimba anaweza kusikilizana na wazazi wa mtoto mwenye alibeba mimba bila sisi kama viongozi kufahamu. Alors sasa mtafahamu dossier ni shaka kuwa arrange familialement, na sisi tunaingia makosa ya kufuatilia dossier na ile retard. Kulingana na ushuhuda uliotolewa, ujauzito kabla ya miaka unazidi kuongezeka, na ni jambo ambalo linatazamika kwa siku hizi ndani ya rahia, ambako ni chanzo cha kuzuia elimu pamoja na matibabu ya afya inayosukuma wengi kwa umaskini kuongezeka kwa hali ya juu. Na ingine kwa tu hali ya kupenda penda. Saa zingine adolescence inakuwa ninawasumbua, njoo wanaingia mwile maka napo na hawataki. Anakia mtoto mdogo anakia jikuta amekuwa na mimba yenyewe taka kutaka. Ingine naye natokanaka na hali ya kuishi. Ukosefu wa basika unachaka wanakuwa wenye kulomba lomba. Sasa kisa lomba mkiana anakitia mkichwa sema huyu ananilomba. Wale kunilomba tu inawezekana ndamfuata. Vile vikisha kuwa pale marmana ingia mwile jambo na hataki. Kwa ngambo yake, umla wa kiasili wa huko Masambo amenena kwamba elimu ya hali ya juu kuhusu ngono pamoja na uzito wa sheria utaweza kusaidia kupunguza visa vya ujauzito kabla ya miaka kwa wasichana wadogo. Komite ifike hapa inayohusika na kufuatilia mtoto mwenye anabeba mimba mbele ya masiku zenye zinajulikana kisheria. Ikumbushe kwamba katika kijiji Masambo kila mwaka ni idadi ya watoto 30 inatolewa wanaozaliwa na kina mama wanaokuwa chini ya miaka 18, waliweza kuyadokeza shirika la kiraia tabakani Basongora. Vijana wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehitajika ajili ya kuweza kujiunga mkononi na kushikamana kwa pamoja kwa kuweza kuiga tabia ya Emery Patrice Lumumba. Aliweza kupigania uhuru wa Kongomani siku zilizopita. Aliweza kuyasema akiwa ni mama Sylvie Bahati, akiwa ni presidenti makamu wa shirika ya kiraia tabakani Basongora. Huyu hapa ananena. Sisi kama vijana wa Kongo
alikwa, na tunaomba tuige mfano mzuri wa kijana Emery Patrice Lumumba, kwani alipopigania uhuru wa nchi yetu ya Kongo hakukuwa mzee, lakini alikuwa ni kijana na alipambana mpaka mwisho nchi yetu ya Kongo ulipata uhuru, na tunapaswa kumuiga, tumuige, tukue wazalendo wema, tukue wazalendo hapana ndani ya desordre, lakini tunapaswa kuwa wazalendo, tujulikane kwanza katika nchi yetu. Kama tunapigania nchi yetu, tupiganie kwa njia iliyonyooka, hapana njia iliyo na miba, hapana. Tupigane ili tuweze kupata amani, ili yale ambayo kijana Emery Patrice Lumumba alianja isishie barabarani, ila iendelee na ifike mwisho, ili na sisi watoto watakaozaliwa waseme vijana wapate kuiga pia mfano wetu, kwamba vijana ndio wanapigania inchi. Kijana haiko tu kukunya pombe, kijana haiko tu kufanya madesordre, lakini kijana anapashwa pia tetea inchi yake na kuleta vitu vinaostahili na kuleta furaha katika inchi. Tukiendelea na habari zetu, fahamu ya kama katika tendo la kuweza kuendelea na maendeleo tabakani Basongora katika sekta ya Rwenzori, chama kisichokuwa cha kiserikali kimeendelea kufanya ununuzi wa machine aina trekta ili kuendelesha maendeleo katika maeneo mbalimbali yanayopatikana tarafani Beni. Katika mtazamo wa kurejesha barabara kwa hali ya kawaida mnamo tabaka Basongora mjini Kasindi Lubiria kwa jumla, naibu wa kitaifa Elvis Kiaya Atsongia ameachilia mashine moja aina trekta kwa wakazi wa sekta ya Rwenzori tarafani Beni ili maendeleo isonge mbele. Sherehe ya kuachiliwa kiserikali kwa mashine hiyo aina trekta iliendeshwa mchana wa leo Alhamis tariki 26 Juni mwaka 2025 ndani ya Pango Alpha mnamo kata ya Kongo ya Sika, kwa uwepo wa bwana Kasereka Waveni Clovis, chifu wa tabaka Basongora, pamoja na Kambale Sivavuirwa Bartelemayo, mwakilishi wa pili wa liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini mjini Kasindi Lubiria, pamoja na bwana Kambale Kalenge ya Profile, akiwa ni rais wa pili wa chama cha wafanyabiashara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, feki kwa kifupi, mjini Kasindi Lubiria, pamoja na mbele ya wakilishi kadhaa wa mji huo. Akiwa na kicheko mdomoni, chifu wa tabaka Basongora Kasereka Waveni Clovis anena haya: usichoke, uendelee. Ndio kama tunasema ile kwetu roho yako usaidia na ndugu zako ambao huko Kasindi Beni partout. Anaendelea kukumbusha kwamba barabara zengi zimeonekana kwa hali ya kuharibika kwa siku hizi, ambako ni kama barabara inayounganisha kijiji Masambo na Muramba kwa mji wa Kasindi Lubiria umeharibika kwa hali ya juu na haiwaruhusu waendeshaji pikipiki kushughulikia wateja wao. Ya amenajima ya maaveni inaomba zile action tuungane pamoja kusudi tukue na sura mpya katika mji ya Kasindi na groupement nzima kwa na territoire yote ya Beni. Kumbusho kwamba mashini hiyo aina trekta iliweza kuachiliwa mikono mwa ONG inayojihusisha na maendeleo mjini Kasindi Lubiria, ADR kwa kifupi, chini ya uwepo wa bwana Gregoire Kitulizo, ili kazi za maendeleo ziweze kusonga mbele na ziweze kupendeza raia wote tabakani Basongora tarafani Beni. Na nikiona kilichokuwa na mwanzo kikosi na mwisho, hapo ndipo natia nanga la mwisho kwa habari hizo kwa lugha bora tukufu la Kiswahili zilikujia moja kwa moja toka Taarifa TV Online. Msomaji wako niliteuliwa Chirika Hesebini Mutete. Jiunge channel yetu TikTok, comment na ushare. Tuonane wiki ijayo. Assalamu alaikum. Bwana awe nanyi.